Clement Mzize, hongera mwanangu kwa kushinda tuzo hii. Hii ni tuzo yako ya ngapi ya mchezaji bora wa mwezi? Tuzo yangu ya 3. Tuzo yako ya 3? Yeah. Kwenye ligi ya NBC. Inasababishwa na nini? Mara nyingi tuzo inaingia kabatini. Kipi kinasababisha haya? Kiukweli naweza kusema mwalimu, wachezaji wenzangu wananisupport kwa kiasi kikubwa. Na mazoezi ambayo nafanya pia naona yananisupport kwa kiasi kikubwa. Na fight kwa ajili ya kufikia malengo, na nashukuru Mwenyezi Mungu mdogo mdogo naenda. Naamini one day ipo siku tu inshallah Mwenyezi Mungu atajalia na nitafikia malengo ambayo nahitaji. Inshallah. Na wananchi wamekuja kusupport hapa katika uwanja wa Tanzania Tukara, tupo ugenini. Lipi unalo la kuzungumza nao? Kiukweli wana Yanga tunawashukuru sana kwa sababu wametuonyesha support yao toka mwanzo wa ligi mpaka leo. Ligi inaendelea mwishoni lakini bado wapo na sisi na wana tusapoti kwa kuhakikisha tunaweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo tunawaomba wasikate tamaa na sisi waendelee kutusapoti hivi mpaka mwisho wa ligi yetu. Unapofunga goli au magoli kwenye mechi, kipi huwa kinafuata baada ya kufunga magoli? Mechi ikisha, unarudi nyumbani, ukishakuwa chumbani, kipi huwa unafanya? Pengine kuangalia magoli yako ama kufikiria? Kiukweli huwa nafuatilia magoli ambayo jinsi nimefunga. Na unajua siwezi kuwa kwenye position nzuri muda wote, naangalia na makosa ambayo nimefanya. Then nikiingia kwenye uwanja wa mazoezi naendelea kufanya mazoezi ili niweze kujiimarisha zaidi. Tuhadithie movement ambayo imefanywa na wachezaji wenzako, wanapata goli la pili miongoni mwa magoli bora kabisa kwenye mchezo huu siku ya leo. Anticipation zako, akili namna ilivyokutuma mpaka unafanya maamuzi mazuri ya kufunga goli. Kiukweli ile pasi inavyoenda na asilimia kubwa mtu akienda engo zile huwa anapiga pasi ya nje. Kwa hiyo nilivyoenda, na kama uliona Dube alikuwa kwenye ule mpira, lakini nilivyomuita alisikia sauti na kuachia mpira. Muitaje? Yaani nilimuita kwa jina lake na yeye akasikia, kwa sababu hizo ni ishara za uwanjani na mtu anakuwa attention kwa sababu yeye hakuwa ingo nzuri, kaupisha mpira na mimi nimeweza kufunga. Kwa hiyo nashukuru kwa sababu ndio maana nimekuambia wachezaji zangu wananipa support kubwa sana mpaka hapa nilipofika. Ukifunga unaenda jukwani, unanyosha mkono. Hapa uwanjani unanyosha mkono jukwani. Unazungumza na nani Mzize? Huwa namtafuta rafiki yangu Alikamwe. Ni mtu ambaye ananisupport sana. Hata kabla ya mechi ananiambia kuwa tu confidence kwenye pasi, achia pasi, kwenye kufunga kama unaona lango, funga. Kwa hiyo huwa nikifunga goli namkumbuka kuwa ameniambia kitu, kwa hiyo nampa Charlotte sana. Namnyoshia kigoli, namnyoshia kidole kwa kazi yako imemalizika. Nikutakie kila la kheri. Shukrani sana. Shukrani sana, kila la kheri. Bwana huyo ni Clement Mzize. Uzuri Alikamwe yuko. Bwana njoo mwenyekiti. Njoo uzungumze na Clement Mzize. Amezungumza bwana Clement, huwa anaongea na Alikamwe akishapata goli. Uzuri mwenyekiti. Anakuja. Amekutaja miongoni mwa watu ambao wanampa confidence, wanazungumza naye sana ni wewe. Kipi kinasababisha haya Ali? Unapata ujasiri, unapata moyo wa kumpa moyo kijana mdogo kama Mzize, na yeye anahakikisha anafanya na analipa na kufanya makubwa uwanjani? Nafikiri ni motivation na kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia kwenye kujua mpira ni share na wachezaji. Sio kwamba najua sana kupitiliza, lakini angalau unaweza kusema hiki, na alhamdulillah wananisikiliza. Sio tu peke yake yeye, wachezaji wengi huwa nazungumza nao kwenda kwenye mechi, kuna vitu unakuwa unaviona. Na kwa mfano Mzize huyu, kuna yule anakisema tu hapa wakati tunatoka Dodoma tunakuja huku. Alikuwa na injury na alikuwa ni kwenye hatihati kweli ya kucheza mechi ya leo. Lakini nilizungumza naye, nikamjaza ujasiri, nikamuelezea race ilivyo na nini anatakiwa afanye kwenye training, anaanza kujitunza vipi. Na leo alhamdulillah amedeliver dakika zote 90 na ameweza kuwa man of the match. Kwa hiyo kuna namna tunazungumza na wachezaji kuwatia moyo, lakini kuna zile detail ndogo ndogo. Sababu mimi nafuatilia sana mpira wa Tanzania. Kwa hiyo mabeki hao timu pinzani nawajua sana. Ziko some detail naweza nikampa mchezaji bana, ukifanya hivi inaweza kutokea. Na alhamdulillah huwa inatokea wakati fulani. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Magoli 4 hapa. Players wetu hao ukiangalia Lota wapo kwenye mbio za ufungaji bora. Mzize ana goli 13 sasa hizi, Dube ana goli 12. Usipoingia katikati yao kazungumza nao, watu wa nje wanaweza kutengeneza chuki mbaya, sumu mbaya kati yao. Amekwambia hapa Mzize, Dube aliuruka mpira ili afunge yeye. Kama hauko strong na hujawajenga vizuri wachezaji wako, pia Dube angetaka naye apige pale. Kwa hiyo anakaa nao watu wawili na waelezea. Nakaa nao watu wawili na waelezea kwamba kipaumbele cha hapa ni Yanga Afrika. Ikitokea umefunga goli wewe, alhamdulillah, funga mwenzako, alhamdulillah. Kwa hiyo tucheze kwa ajili ya timu na wananielewa. Niliwaambia issue ya top scorer itakuja tu na tu wavumilivu. Kwa hiyo tutakwenda hivi ndugu yangu.